Maashara almuslimin, mazungumzo juu ya tauhid kwenye matukio kama haya ndiyo mazungumzo ya msingi, kwa sababu tunamzungumzia imamu almuwahhidin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ukosefu wa tauhid na upungufu wa tauhidi, kumpwekesha Allah na kupotea somo la tauhidi katika nyoyo za Waislamu. Jamii inapokosa tauhidi, ile tauhidi aliyolingania Nabiullahi Ibrahim, jamii inapoikosa tauhidi, madhara yake ni makubwa sana. Leo mambo mengi na matukio mengi yanayojitokeza katika jamii yetu, matukio ya kushangaza kabisa ambayo ni kinyume na ubinadamu, ukiangalia chimbuko lake ni udhaifu wa somo la tauhid. Katika baadhi ya miji watu wanafanya ujasiri wa kuwaua wazazi wao au wanawaua bibi zao vikongwe kwa tuhuma za ushirikina. Kenda kapiga ramli, kaambiwa kile kikongwe fulani chenye macho mekundu chatua matongo, kile kichawi cha kuulia wanao, atakuwa panga, shoka au akodisha watu enda muua. Ni imani za kishirikina. Somo la tauhidi ni dhaifu. Watu wanaingia kwenye uhasama wa kifamilia, ndugu na ndugu yake hawazungumzi kwa sababu kapiga ramli, kaambiwa ndugu yako anakuroga, anakufanyia ubaya. Tuhuma, watu wanajenga uhasama baina yao. Mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi, albino, au kukatwa viungo, haya ni mambo yameshamiri katika ukanda huu wa nchi zetu hizi kwa sababu ya ushirikina na kutoweka somo la tauhidi. Kaambiwa kwamba mkono wa albino una nguvu fulani hivi, kwa hiyo huo ukiupata, ukiupeleka kwenye mgodi wako, madini yatatoka. Huyu mpumbavu kwa kuwa amekosa tauhidi, kamwita mpumbavu kama alivyoitwa na Allah, waman yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Hakuna mtu yoyote anayechukia mila ya Ibrahim isipokuwa ni yule aliyetia kwenye upumbavu nafsi yake. Mpumbavu huyu ameacha mila ya sawa sawa, kwa hiyo anafanya jambo hili la hatari kabisa. Tuhuma na kesi za ubakaji vinabakwa mpaka vichanga kwa sababu ya tamaa ya mali, na hilo ni kwa sababu ya maelekezo ya waganga wa kienyeji. Shirki imetawala. Sasa somo la tauhidi ndiyo mkombozi. Dawa yoyote itakayosimama isiwe ajenda yake kuu ni tauhidi, dawa hiyo ni batil. Sio dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sio dawa ya Ibrahim. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuliangalie